Sheikh Kishki nimwambie kitu, labda yeye alikuwa hana. Hao wenye kuchinja kila kitu wanachinja, kila kitu wanachinja. Mimi nisema wana nafuu. Siku hizi kuna uganga huo, unaletewa mbuzi alafu inasomwa Qur'ani mpaka anakufa mkononi. Shesi unayo hii? Mbuzi anapigwa kisomo baba mpaka anakata roho mkononi. Wewe mwenye shida yako ndio umemshikilia, umeambiwa umshikilie, umepigwa kanguo nyeupe umshikilie mpaka anakufa. Utoi hela wewe. Sasa Qur'ani ndo kazi yake. Qur'ani na uambuzi. Nikuulize, Qur'ani na uambuzi nini kinafanyika Ijumaa ijayo? Semeni inshallah. Na kama alivyosema shekhe, mtuombee dua inshallah, maana wenyewe wanaumia, wanakasirika. Mimi ninayo klipu baya zaidi siku hizi, mpaka maustadhi, mashekhe wengine wanaonekana madai kwenye mihadhara, kwenye mitandao wanaonekana. Nayo klipu, kuna dai kenda kufanya uganga huo nchini Oman. Bahati nzuri ile nyumba ina CCTV kamera. Walipomwambia sasa toka tujiandae, wewe kachukua hivi mavazi yako, kaoge dawa nje. Wanamtoa kwanza mwenyewe nje, kaoge dawa hii nje. Ukishamaliza kuoga usiogee chooni, ogea nje. Zima taa uko uani, alafu njoo hapo kama tembuzi tuanze shughuli. Yule baba watu kaenda kuoga dawa kule nje, kumbe kamera inarekodi maskini. Wao jamaa wamepambana, wamesoma masaa mawili shekhi, mpaka mbuzi anakata roho na kufa, maskini ya Mungu kafia mikononi. Jamaa akakata fungu milioni 45 kawapa, ndio dau lao. Milioni 45. Matajiri mnaliwa kwa sababu hamtaki haki. Akija mtu mkweli ndio mnamuona tapeli kwa kuwa kanyosha maelezo. Akija mtu mjanja mnaona hapa ndio sahihi, ndio mnapigika. Milioni 45. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui kwa nini mbuzi au kondoo anasomewa kwenye mikono ya mtu mpaka anakufa. Ndugu zangu Waislamu, Qur'ani inachezewa sana. Sasa jamaa alipoondoka pale kwenda kuoga dawa, CCTV kamera imeonyesha pa CCTV kamera, mwamba yule mbuzi walikuwa wanamchoma sindano ya sumu. Inna lillahi. Unaua kwa sababu ya hela. Kachomwa sindano maskini, mwenyewe anarudi pale, shughuli imeisha. Kwa sababu tena wakati wa kumchoma sindano anachukua kitambaa chekundu wanamfunika, afundo. Sasa imeonekana kwa kipindi anavuta bomba ile, hakuwa na akili kama nyumba za siku hizi nyingi zimetegwa kamera. Ustazi mwenzetu tunamjua, samahani simtaji jina tu, naona washauri yake mwenyewe, lakini video nilikuwa nayo. Wakavuta bomba chui. Ilipojaa ile bomba dawa, wakafunua ile shuka, mbuzi kafunikwa, wakamdunga chui. Alipomdunga katoa bomba, sasa ikawa inaonekana, wanavusha kwenye mfuko, bomba imeonekana na sindano ikaanguka pale chini ikaonekana. Jamaa mambo yake akagundua, keshatoa hela na miamba, walikuwa wana go and return, washarudi Dar es Salaam tayari. Mzigo washagawana. Baba anaangalia, kumbe mbuzi alikuwa amechomwa sindano. Wakati mnamsomea Qur'ani, sumu inafanya kazi, analegea. Mimi nasema yes, kisoma yule jini yule aliyokuwa anakusumbua kuharibia biashara zako, sasa ndio anaingia kwenye huyu mdudu. Karibuni, endelea kutia mimi ubani umekolea, endelea kutiania. Babatu, Mwenyezi Mungu nisaidie ya Rabbi, nisaidie. Mbuzi mpaka kakata roho. Kaaminishwa maskini kwamba mbuzi kafa kwa ajili ya kisomo. Qur'ani haifanyi upuuzi huo. Na mimi niwape ujumbe leo, japo kuwa hawapendi kuambiwa kweli. Katika suratu Taha Allah anasema, wa'anatil wujuhu lilhayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Subhanallah. وقد خاب من حمل ظلما. Siku hiyo ya Kiyama nyuso zitanyenyekea kwa ajili ya Allah, na hakika siku hiyo ya Kiyama ataangamia na kupata hasara
na kuteketea kila atakayekuja hali ya kuwa amebeba dhulma. Hawa wote wanakula pesa za watu kwa mtindo huu. Kwanza yule mnyama atasimama na wewe siku ya Kiyama. Mbuzi halali kuliwa, riziki, unamchoma sindano. Na ukiacha hilo, siku hizi mabosi wanapelekwa mpaka baharini. Anapelekwa mtu wapi? Baharini. Tunakwenda kuongea saa 9 usiku na mizimu, alafu watoto wa mjini wanachimba kilomita kadhaa kutoka maeneo ya ufukweni mpaka baharini, wanatia bomba kubwa, alafu na mjanja anakaa mwishoni mwa bomba, alafu ncha ya pili ya bomba iko baharini. Alafu wazee, tumekuleteni kijana ana matatizo mengi, huyu babu yuko kadha wa kadha, kisiasa hapandi, biashara zake hivi, wazee anapigwa huyu. Sauti linatoka bonge la sauti, ha ha ha, tumempokea. Kumbe bomba, mtu anatema cheche kupitia wapi? Kwenye bomba, unaliwa tu. Kwa nini mnaliwa? Kwa sababu nyinyi wajinga hamtaki Qur'ani ya kweli na adhkari na dua za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ukiwauliza wanakuambia, shekhe, usitulaumu, huyu kisomo tupu, anaona kama hamna kitu. Kama mzee, tunakupiga msahafu mzima, kisha muombe Allah kwa utukufu wa kitabu chake chote akufungulie ya kwako. Anasema sawa, tumemaliza kitu hivi vitu, hamna miujiza, vitu vya ajabu ajabu hamna. Sasa ndio sisi tunalazimika kuwapeleka kwenye ajabu ajabu. Kishki TV, nuru ya dini yako.